vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, na sadiki kwa Bwana moja Yesu Kristo, mwana pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye umungu moja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka kutoka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwake yeye Bikira Maria akawa mwanadamu. Akasulubiwa kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Ponsio Pilato. Akateswa, akafa na akazikwa. Siku ya tatu akafufuka kadiri ya maandiko. Akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba. Atakuja tena kwa utukufu kuwahukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, tukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Na sadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, na ungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea na ufufuko wa wafu na uzima wa milele ijayo. Wapendwa katika Kristo, Mungu Mwenyezi tumuinulie sala zetu, hasa tukikumbuka kwanza Baba Mtakatifu wetu Francisco ambaye afya yake sio nzuri sana. Tuombe Mungu amjaze rehema, amjaze gracia, neema nyingi sana za uponyaji, ili afya yake iweze kurejea pale ilivyokuwa nzuri, aweze kuitumikia kanisa akiwa mzima. Twakuomba Bwana. Mungu Mwenyezi, tunaomba sala zetu mbalimbali tulizokuletea siku ya leo, kila mmoja wetu aliye hapa akiwa na ndoto, mipango mbalimbali maishani mwake, tunaomba unyoshe mkono wako, ukabariki mipango yetu yote, na utuwezeshe kuifikia hapo ambapo itakuwa imekamilika yote, ili tukurudishie sifa. Tunakuomba Bwana. Tunaombea wale wote ambao afya yao sio nzuri, ni wagonjwa wa kiroho na kimwili. Naomba Mungu Mwenyezi, wewe mponyaji mkuu, mponyaji halisi, ukatuguse na mkono wako na uponya. Twakuomba Bwana. Wale wanaohangaika wakitafuta school fees kwa ajili ya watoto wanaosoma, wakiwa pia na mahitaji mengine kama chakula, malazi na kadhalika, tunaomba wewe Bwana uliye chanzo cha mema yote, ukawafikie, ukawaonekanie katika mahitaji hayo. Tunakuomba Bwana. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Tunaomba hayo yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi, kwa sifa na utukufu wa jina lake, kwa manufaa yetu sisi na ya kanisa lake lote takatifu. Bwana, tunakuomba dhabihu hii fute dhambi zetu na kuwatakasa waamini wako mwili na roho, ili wawe tayari kuadhimisha sikukuu ya Pasaka kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru daima na popote, wewe Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu Mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye aliyeambiwa mapema wafuasi wake kwamba atauawa, akawaonyesha katika mlima mtakatifu uangavu wake, kusudi wajue kwamba kadiri ya ushahidi wa Torati na manabii atafikia utukufu wa ufufuko kwa kuteswa. Kwa hiyo sisi pamoja na nguvu za mbinguni tunakutukuza daima hapa duniani, tukisifu bila mwisho adhama yako kwa sauti kuu, tukisema: mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi. Mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni. Mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Bwana, kweli u mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema: twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema: twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakaomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Hili ni fumbo la imani. Kristo alikufa, Kristo alifufuka, Kristo atakurudi tena. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na mfufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umestahilishwa kusimama mbele yako na kutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, tukusanye na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako liloenea popote duniani, ulikamilishe katika upendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Paul Semoge na waklero wote. Uwakumbuke kama Mama Emiliani anavyoomba marehemu wote,
na roho zao zote za wale walioko huko toharani ziweze kupumzishwa kwa amani. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki wote wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako wapokee kwenye nuru ya uso wako. Na kuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu, Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, mitume wenye heri, mashahidi wa Uganda na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Baba yetu uliye mbinguni, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Na nguvu na utukufu hata. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani yangu nawapa, amani yangu na waachieni, amani yangu nawapa. Usizitazame dhambi zetu, ila imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala daima na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Wapendwa katika Kristo, kwa nyuso zinazoonyesha furaha na amani moyoni mwako, tupeane amani. Kristo.
Wapendwa katika Kristo, tazameni, huyo ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Stahili ingia kwangu, lakini sema neno tu, na roho yangu. Mwili na damu ya Kristo vitulinde tupate uzima wa milele.
tusimame. Kwaya yetu muipigie makofi kwa nyimbo zinazoinua roho hivyo. Huyu ni mwanangu mpendwa, anipendezaye, msikilizeni yeye. Tuombe kwa kumshukuru. Bwana, uwabariki. Bwana, kwa kupokea mafumbo matakatifu, tuwafanya bidii kukutolea shukrani. Kwani ingawa tuko bado duniani, unatujalia kushirikishwa tayari mambo ya mbinguni kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao. Amina. Taomba tukae kwa ajili ya kusikiliza yatakayofuata. Shalom. Habari za mchana. Salama. Karibuni sana. Poleni na matope. Najua tunatoka mbali mno. Jana tulikuwa kwa ndugu mmoja kule Salama, mbali kule karibia na Kirudu hospitali. Kwa tumeenda kubariki nyumba yake. Najua mnatoka mbali sana. Wengine wanatoka kule Masaja, wengine wanatoka Kajansi, Gava. Kuna Wagava hapa, nilimuona mama yuko. Mama wa hapa ni Wagava. Kuna mama mwingine tunatoka mbali. Kwa tunashukuru sana. Karibuni sana. Hapa ni nyumbani, si ndio jamani? Nilikuwa tunasema kwamba ukiwa na nyumba, kabla hujaanza kuishi, usiogope kuita padre abariki nyumba yako. Si ndio? Ili uweze kuishi pale salama. Safi sana. Sasa bila kupoteza muda, naomba tumpigie makofi padre ambaye ametuongoza katika misa hii. Ndiye kiongozi wa maendeleo ya shirika letu. Anasimamia maendeleo, wakuaji wa uchumi katika shirika letu. Na pia mmesikia Kiswahili chake ni safi sana, si ndio? Sio kama kile kilichokufa. Kiswahili kilizaliwa wapi? Tanzania. Kikaanza kuugua Kenya. Kikafariki wapi? Uganda. Kuzikwa wapi? Kongo. Kwa hiyo Kiswahili chake ni safi sana cha kule Tanzania. Padre huyo amefanyia utume Tanzania miaka mingi kweli. Kwa hiyo ndio sababu nasikia Kiswahili chake ni kile kile ambacho ni chenye uhai. Sasa naomba bila kupoteza muda nimlete tumesha kumjua anayetuongoza katika shukrani ya siku ya leo. Sio mwingine ni Papa Albert. Tunashukuru sana baba, amesha kutia katika chombo dola 400 ambazo anazo ziko hapa tayari. Dola 100 ngapi? Kwa hiyo ukizidisha kwa pesa kwa 3,650 ni sawa sawa na 1,400,000 na hivyo. Tunashukuru sana. $1,460,000 $1,460,000 at the exchange rate of. Kwa hiyo naomba pia tumuunge mkono katika kushukuru Mungu. Hii jumuiya yetu ionyeshe nguvu kama zile za kawaida.
mwenye maji ya kubariki. Unaweza kuanza kusimama ujongee mbele ili upate baraka. Tumuunge mkono ndugu yetu anapomshukuru Mungu. Karibuni sana ndugu zangu. Mtanisamee maji ni baridi. Hatujayapasa. Asante sana. Tunashukuru sana. Karibuni jamani. Tunashukuru sana kwa ukarimu wenu. Mungu awabariki sana. Tunatambua mchango wenu. Asante sana papa. Tunashukuru sana ndugu zetu. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Asanteni sana kwa ukarimu wenu. Asante sana. 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 Kwa hiyo hii sadaka ya shukrani itahesabiwa mara moja na mhasibu wa parokia, na pia tutapata matokeo kabla hatujapata baraka ya kuhitimisha misa hii. Tunamwomba mwenye matangazo atuongoze katika sehemu hii. Mungu ni mwema na kila wakati, na hiyo ni asili yake. Karibuni kwa matangazo. Na kabla sijaanza matangazo, nitamrudishia Padri Arnold shukrani kwa kutulisha chakula cha kiroho na neno la kiroho. Tumpigie makofi. Altar servers, wasomaji, na tuwapigie makofi pia. Kwaya yetu, tuwapigie makofi, wameimba vizuri kwa baridi hii ya leo. Matangazo kutoka afisi ya baba paroko. Leo ni Jumapili ya pili ya Kwaresma. Sadaka za Jumapili iliyopita na zaka ilikuwa ni shilingi 5,582,700. 5,582,700. Tunawashukuru sana. Leo tutakuwa na maombi, prayer power, kuanzia saa 7:30. Nadhani baada ya hii misa tutakuwa na prayer power, tuko na maombi. Kwa mafundisho mbalimbali, kuabudu na kusifu, na huduma ya kuponya. Njoo muone nguvu ya maombi na Bwana Joseph Mulindwa wa Bukalango. Waume wote mnaarifiwa kwamba Jumapili ijayo tutasherekea siku ya wanaume. Wanaume watatoa sadaka ya shukrani kuchangia pesa za kununua shamba la kanisa, mradi wa parokia yetu, katika misa ya saa 2:30 asubuhi. Tunaomba wote kusaidia jambo hili. Tuna meza pale nje. Na pia tuna mwenyekiti wa parokia, tuna mwenyekiti wa wababa ama wanaume wote wa parokia, atakuja kuongea baada ya matangazo. Atawaelezea zaidi wanaume wote vile wamejipanga na vile tunafaa tujipange
kwa shughuli hiyo. Mashirika ya Papa yatakuwa na mkutano wao siku ya Jumanne tarehe 18. Jumatano tarehe 19 itakuwa siku ya Mtakatifu Yosefu mume wa Maria. Tunataka kusherekea siku hiyo kwa namna ya pekee. Akina Joseph na marafiki wote wanaombwa kukutana nje ili tujifunze vile tutakavyofanya sherehe yetu. Kitabu cha mpango wa mwaka bado kinapatikana kwa shilingi 5,000. Year plan bado iko kwa shilingi 5,000 Uganda shillings. Sadaka ya shukrani siku ya Bwana iliyopita ilikuwa kama ifuatavyo. Mama Rose Semuju alitoa shilingi 1,601,100, 1,601,100. Mama Kotilda Naku alitoa shilingi 1,359,200, 1,359,200. Mama Dorin Chenyonyozi Mukasa alitoa shilingi 1,546,000, 1,546,000. Jumuiya ya Swahili Papa Martin Mugaruka ambaye ni mwenyekiti alitoa shilingi 1,407,700, 1,407,700. Tuwapigie makofi tafadhali. Tunawashukuru tena sana. Watakaotoa sadaka na shukrani Jumapili ijayo tarehe 23 ni kama ifuatavyo. Misa ya saa 1 ambaye atatuongoza kwa shukrani atakuwa Mr. Bwana Katumba Elvis wa Gas Filling Station yenye kwa hapa. Misa ya saa 2:30 itakuwa ni Men's Guild wa baba wote wa parokia ndio watatoa shukrani ya misa ya saa 2:30. Misa ya saa 4 itakuwa na Bwana Peter Kasasa ambaye ni mwenyekiti wa kwaya ya parokia mzima. Misa ya saa 10 jioni kutakuwa ni shule ya upili ya Mtakatifu Catherine ndio itatoa shukrani zake. Na misa ya saa 5:30 ambayo ni ya Swahili itaongozwa na familia ya Mama Emiliane. Tafadhali tunaombwa sote kuunga mkono na kuzindikisha wale ambao wanatoa shukrani. Baba Paroko anawashukuru sana kwa ukarimu wenu. Asanteni sana. Misa ya Jumuiya ya Kiswahili yetu itakuwa tarehe 21 Ijumaa saa 12:30 kwa Papa Frank Kabaka. Mnaomba nyote kuhudhuria na ni pale Luafu. Tutakuwa na tutakuwa na mfungo ya kuombea amani nchi zetu za Afrika Mashariki, haswa nchi ya Kongo. Hapa parokiani tutakuwa na mafundisho, maungamo na kisha tutamaliza kwa misa takatifu. Mnaomba nyote kuhudhuria, ni tarehe 29. Wakristo fungu la 10 mnaombwa. Tumekuwa tukiwa na mchango wa shirika kila Jumapili ya mwisho ya kila mwezi. Waliweka fungu la 10, tumeweka fungu la 10 ambalo tukitoa, mwenyekiti alielezea hapa, tukitoa ile fungu la 10 20% inarudi kwa shirika. So juu ya hiyo ile mchango ambao tunakuwa tukifanya Jumapili ya mwisho,
inabidi tutoe fungu la 10 ili tuweze kupata pia pesa ya kusaidia shirika. Kwa hivyo mnaomba wa Kristo tujitahidi kwa kutoa fungu la 10 ili isaidie kanisa na shirika kwa wakati mmoja. Wababa na baba na dada, amina, baba na kaka, nyote mnaomba kubaki nyuma baada ya misa. Ilhali vile vile mama na dada pia mnaomba kubakia nyuma baada ya misa. Nitamuomba mwenyekiti wa parokia wa baba Bwana Bwize Izi akuje hapa atuambie ambayo amepika kwa jikoni la wababa kule, ambayo tutakuwa Jumapili ijayo ni sisi tuko hapa kuleta zawadi yetu. Karibu mwenyekiti. Asante sana. Habari za mchana. Okay, I will use English because my Kiswahili is not good. First of all, this brother of mine is going to translate for me so that we can all hear from each other. Allow me to join me to thank our guest and the main celebrant, Father Arnold. Father, thank you very much for rejuvenating our lives. The words that you are giving us bring life again. Anashukuru padri kwa kuongoza misa ya leo, na anashukuru pia wote ambao mko hapa. Here with my colleague whom we serve together. I'm the main and I'm the chairperson, Men's Guild, Konge Parish, and he, Osio Dennis, the secretary. Yeye na mwenzake ambaye wako hapa ambao ni viongozi wa baba wa parokia Konge, kuna mwenzake anaitwa Osio Dennis, yeye akiwa mwenyekiti. It's my first time to join you in this mass of Swahili community. I am so grateful to be with you here. Mara yake ya kwanza kushirikiana na sisi kwa misa yetu ya Swahili, na anafurahia sana na ameshukuru sana kuwa na sisi. I'm so happy that you are such a big community who loves God. Clap for yourself. Anafurahia kwamba sisi ni kujua kama sisi ni community kubwa, tuko wengi sana na tunapenda Mungu. Na kumbe mnasikia kizungu, umepiga makofi pia. In this world, the journey that we are moving on, for that person who doesn't know God, he's lost. Kwa hii dunia, kwa ulimwengu ambao tuko sasa, mtu yote ambaye hajui Mungu, then yeye amepotea. Today, I'm here having requested our parish priest, thank you Father, to allow us to communicate through all masses, communication that on the 23rd, we are going to celebrate as men of Konge Parish. Yeye akiwa hapa, nashukuru padri kwa kumpatia nafasi ya kuzungumzia Wakristo kwa misa zote, kuamba Jumapili ijayo wanaume wa baba wa parokia ndio wataongoza katika mchango. According to our calendar in Konge Parish, we always celebrate by eating, by drinking, by interacting. But this year, we have decided to celebrate with what we got the Taka project, what we call the Taka project. Kwa mpangilio wa parokia huwa tunasherekea siku kama hiyo, siku huwa tunasherekea kwa vinywaji, kwa kamunyweso, kwa kuburudika. Lakini raundi hii
tumeamua tunaisherekea kwa njia ya namna kipekee ya kushuhudia shukrani kwa kununua shamba la kanisa. You can see the land on which our church is small, and I know you have been told about it, but we got a chance and we bought the neighborhood, and we borrowed money, a lot of money, and we have to pay that money slowly in the bank. We have to achieve that through unity, collection of money together, individually and as a group, so that we can meet the target. Vile mnavyojua kanisa yetu liko kwa nafasi tuko nayo kidogo, na tumefaulu, tumefanikiwa, tumepata shamba, tumenunua pale shamba kwa njia ya mkopo. Na kupata ile pesa ni lazima tukuje pamoja na tupate pesa kwa njia kila mtu ajaribu kuchangia ili tuweze kupata ile pesa na tukue tumeshikana. Now for us as men of Konge, I know through celebration, we are going to add a block to the amount of money that will be paid in the bank. Na sisi kama wanaume wa Katoliki wa Konge, tutaweka mkono wetu pale. Tutachanga kidogo tunaweza ili kununua hilo shamba. I repeat, there are some men here who have pledged or paid some money individually, but this time we are doing it as men of Konge. Najua hapa kuna wale ambao wametoa pesa kama wao, wewe kama wewe umetoa pesa, lakini kwa sisi Jumapili ijayo tunataka kutoa kama wanaume wa parokia mzima. And I know the Swahili community, I have been told that the Swahili community, through believing, they can always come with us and add the block. Na vile kwa Swahili community wanaume, mbele umeambiwa mnaamini tutakuja kuongezea kununua ile shamba pale. So on the 23rd of next week, that is the next 23rd of March 2025, the day of celebration, we shall be in this church at 8:30, and a way of celebration will be collection of money so that we can pay the loan, so that we can help our beloved priest who received the messages every end of month. I know what it means. For those of you who have ever borrowed money, you know what banks do. So Jumapili ijayo tunaomba nyote wa baba wote kuja tusherekee, na kusherekea itakuwa ni kununua ile shamba ambayo padri alikopa pesa na anadaiwa kwa bank. Tunajua anatumiwa messages kila siku za kumkumbusha ulipe ile deni ambayo ulikopa kutoka kwa benki. So fellow brothers and your sisters, if you can go out and maybe you tell your brothers, your husband, everybody who is next to you, as long as he's a man, you tell him to be part of us in that mass as we celebrate on the 23rd. Nyote baba mnakaribishwa nyote tukuje kwa hiyo sherehe ili tuweze kusaidia kununua ile shamba. So right now after the mass, we are going to be seated outside on the desk so that you get the little you have. We are not going to say you bring this, you bring this. No, we are going to, according from your heart, as you thank God, you give the little you have. The little you have, if it joins with mine with his, it will be much. Baada ya misa mnaomba pale nje wa baba wote, ile kidogo ambayo uko nayo, kikubwa uko nacho, utakutana na mwenyekiti na karani, ukiandikisha pale, kubwa ndogo mtaandikisha pale ili kuweza kufanikisha hiyo siku. Before I finish up, I want to thank all those men here who have been journeying with us in the monthly meetings or gatherings that we always have. Actually, I want you to stand up so that you can be recognized. Anataka kuwashukuru wanaume wote, wababa wote ambao walikuwa wametembea na sisi hizo siku zote.
wamekuwa wakikuja mikutano ya kila mwezi, na kama ulikuwa unakuja ule mkutano wa kila mwezi, unaombwa usimame ili wakushukuru. Tafadhali kama ulikuwa unaenda mkutano wa baba, simama ili waweze kushukuru. Mimi ni wa kwanza, nimesimamisha na mkono juu. Asante sana. And I beg for those of you to always join them at every end of the month. They will tell you where you shall always be. You come, we share. There is a lot that we share, and they will tell you. Mnaomba wengine pia muungane na wengine ili muweze kuwa mnakuja zile mikutano. Kama hujui utaambiwa ni wapi, na ili ungane pamoja na wengine. All men are one. We share the same problems, we share the same challenges. When we are together, we can always get out of them. Wanaume ni kimoja, ni mmoja. Tuna share zile shida tuko nazo pale. Unajua tunakuanga pale wamama hawako, tunasema mambo yetu yote pale. Hiyo ni siri yetu, wamama wasijue. So wanaume mkuje pale, ongea mambo yenye uko nayo pale. Tunasaidika pale wengine saa zingine. So mkuje kwa wingi pia. With those words, I want to thank you very much for listening to me. Kwa hayo machache, anawashukuru sana kwa usikilivu wenu. And thank you very much our parish priest for the opportunity. Asante sana padre. Asanteni sana. Poleni. Unajua padre wetu ni mwanafunzi, kwa hiyo anapaswa kuwa darasani saa 7 tayari zimesaa kufika. Pole sana padre, tumekuchelewesha kidogo. Lakini naomba kitu kimoja kabla sijatangaza tulichopata hapa. Mnanipenda? Kabisa. Sana sana. Kama ndugu, kama jamaa. Naomba pesa ndogo. 150 tu. Unajua leo ni Jumapili, si ndio? Lazima na mimi nikasherekee kidogo. Naomba 150 tu. Naomba mmoja mnikabidhi kidogo kidogo. Munisaidie. Mwenye 10,000, mwenye 5,000, mwenye 20,000 tunatia hapa. Naomba mnisaidie ili tupate baraka. Asante sana baba. Nashukuru sana. Asante sana, Mungu akubariki. Asante sana baba, nashukuru sana. Mungu akubariki ndugu yangu. Akubariki sana. Mama karibu. Asante sana padre. Mungu akubariki sana. Safi sana. Asante sana papa, nashukuru sana. Naomba nitawakaribia kwa sababu naona papa hapa. Mama asante sana. Nilikuwa nataka niombe wanawake tu, lakini wanawake ni wachache. Asante sana mama, asante sana. Mwenye hata ikiwa ni 1,000 tumalize hii kazi, niwaambie nitakachofanya. Safi sana ndugu, haina shida. Asante sana baba. Asante sana. Asante sana. Mungu akubariki sana baba. Sasa waliokuwa nje. Asante sana mama. Nashukuru sana. Asante sana. Mungu awabariki. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Asante sana mama. Mungu awabariki sana. Asante sana. Kaka naomba unisaidie. Mungu akubariki sana. Nani mwenye kingine chochote? Asanteni sana. Nashukuru sana. Na mimi nitakufa kwa ajili yenu. Hata mkiwa kule Entebbe nitakuja kuwatembelea. Asante sana mama. Tunashukuru sana. Naomba ananisaidia kuhesabu hizi hela. Asante sana, Mungu akubariki sana. Anayenisaidia nani? Kuhesabu hizi hela. Tufanye chap chap. Tusaidiane pale. Mama asante sana. Mungu akubariki sana. Tuhesabu hizo. Kaa chini ukuhesabu. Mama asante sana. Mungu akubariki sana. Dada ndio kamsaidie. Tusaidiane. Ili tuokoe muda. Baba anataka kurudi darasani.
asiferi mitihani kwa sababu amechelewa hapo. Wakimaliza tu kuhesabu natuambia, nataka ni kwanza ni engage hao wanakwaya. Kwaya, kuna wimbo huu, angalau mniimbie kwa dakika chache hizi ambapo bado wanaendelea kuhesabu. Mimi sauti yangu sio nzuri, lakini mtaweka vizuri huu wimbo. Mungu aliyekuwa kwa wakati ule, hata leo kesho ndiye yule mwema. Sasa tumieni sauti yenu ambayo ni nzuri, msiige wa kwangu sauti yangu, hapana. Mungu aliyekuwa kwa wakati ule, Mungu aliyekuwa kwa wakati ule, hata leo kesho ndiye yule mwema. Kwa wakati ule, hata leo kesho ndiye yule mwema. Wimbo tutaweza? Basi tuimbe, tuanze. Aliyekuwa kwa wakati ule, hata leo kesho ndiye yule mwema. Mungu aliye kwa wakati ule, hata leo kesho. Turudie. Mungu aliyekuwa, hata leo kesho. Sasa wengine mnaweza hata mkabadilisha, mkaweka ule utamu wenu wa kawaida mnaowekaga. Mungu aliyekuwa kwa wakati ule, hata leo kesho ndiye yule mwema. Okay, twende. Hata leo kesho. Tuimbe sote. Mungu aliyekuwa, hata leo kesho. Mungu aliyekuwa kwa wakati ule, hata leo kesho. Mungu aliyekuwa. Pigeni makofi kidogo. Sasa kuna pia stanza pia zipo. Nilipogonjeka nikalia kwake, kwa huruma yake akanifungua. Nilipogonjeka, nilipopotea, nikalia kwake, kwa huruma yake akanifanya nini? Ukasema pia akanifungua. Father, kumbe umemaliza. Nilikuwa bado nafikiri. Basi haina shida. Asante sana. Niliomba munionyeshe ukarimu wenu. Lengo nia ilikuwa moja, tujaze 2,000,000. Tumepata 2,000,000. Asanteni sana. Mungu awabariki sana. Kwa hiyo kwa wiki hii Jumapili, siku ya Bwana, ni jumuiya ya Swahili ambayo tumetoa sadaka kubwa kuliko misa zingine na 2,000,000. Na washukuru sana. Mungu awabariki sana. Asante sana. Kwa hiyo namuomba Papa Albert aje akasaini hapa. Karibu saini.
Na shukuruni sana kwa kazi yenu nzuri mnayoifanya kwa ajili ya kusaidia kanisa na hasa kumpa msaada mkubwa sana na kumuonyesha baba paroko wetu kwamba tuko pamoja naye. Basi jamani, asanteni sana kwa ukarimu huo, muda wenu na kadhalika. Hayo yote mnayoyatoa kwa ajili ya kusaidia kanisa letu la hapa Konge. Baraka hizo daima ziandamane pamoja nanyi, zitembee pamoja nanyi katika mahitaji yenu yote. Basi naombeni tukasimame tupate baraka. Bwana awe nanyi. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani. Asante.